Chifu Nzobane kama Zoom fellow, uko vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Bwana, tunakwenda nao sako kwa bako. Hatua kwa hatua, mguu kwa mguu, weka tuweke. na kwa sababu ujue walisema tuko kimya sana. Yes. Sasa sisi ni wazee wa kuja kumaliza tu. Ndio tunamalizia. Dakika za mwisho mwisho hizi. Sasa tunamaliza afu tunatulia tena. Kwa hiyo tukishaongea hatuongei tena. Kabisa. Bwana, tukimaliza tumemaliza. Na tuirudi mada tena. Hairudiwi tena. Bwana, sawa, nikwambie tu ya kwamba ndiyo kwanza tunaanza na ndiyo kwanza kumekucha, tunakujuza mambo mazuri kweli kweli. Mada mezani, nataka ufahamu nyota ambao watasalia rasmi kwenye timu ya Yanga waliokuwepo. Wako wachezaji wengi mno ambao tuliwaona msimu uliotamatika, lakini je, wote watasalia? Tusikilize kwa makini. Watakaobaki ni akina nani ndani ya Young Africans wa ndani, lakini pia wachezaji wa kimataifa. Dominic Salamba, ndio. Hapo ndipo ambapo nataka tuanze na signing fee ambazo washa signing mikataba mipya. Nafikiri tungeanza na signing fee. Walio signing mikataba mipya ambao mikataba yao ilikuwa inaelekea mwishoni na pakawa pana sintofahamu, wengine wataondoka au watabaki. Kwa watu wakawa na mashaka mengi sana. Kwa nafikiri tungeanza na hao kwanza. Alafu baada hapo uendelee. Najua una mambo mengi ya kuweza kabisa. Ndio maana nimesema nataka tuanze na wale ambao wana uhakika wa kubakia pale. Yes. Of course nafikiri kuna baadhi ya nyota ambao walikuwa wamemaliza mikataba yao ambao ni wazawa, na wengine walikuwa ni wageni. Na palikuwa pana maneno mengi. Wengine wangeweza kuondoka, wengine wangeweza kubaki, na kuna baadhi ya watu wakawa wanazungumzia kwamba wanatakiwa waweze kuondoka. Na wengine wakasema mpaka timu zishapatikana, lakini kwa sababu chifu nilikuwa sijazungumza, ndio leo tukawaweka watu aware wakajua kwamba kipi ambacho kinakwenda kuendelea. Kimsingi tuna nyota, kama ukiangalia nyota kama Mwamnyeto alikuwa ameweza mkataba wake. Na tulisikia juzi akizungumza meneja wake Carlos Mastermind kwamba walikuwa wanaangalia uwezekano kuwapa nafasi Yanga, lakini pia ana ofa nyingine nyingi. Kwa hiyo tu leo niwaambie wana Yanga kwamba Bakari Mwamnyeto amesaini mkataba mpya wa miaka mingine 2. Kwa hiyo ni mwananchi. Kwa hiyo wasubirie tu kuweza kutangazwa. Hizo za kwenda sijui wapi na wapi, hizo hazipo tena. Kapteni Makombe bado yupo, ametumika kwa muda mrefu, na tulizungumza hapa nyuma umuhimu wa kuweza kuwa na nyota kama hao katika timu, kwa sababu ni mtu ambaye anaijua timu, amekuwa kiongozi, lakini pia katika nyakati zote hata akiwa anapitia mazingira magumu still bado ameendelea kuwa na timu na kuendelea kupambana. Kwa hiyo Mwamnyeto mkataba wake ulikuwa umekwisha, amesaini mkataba mwingine mpya wa kuendelea kutumikia klabu ya Yanga. Kwa hiyo pale Mwamnyeto tunalifunga pembeni. Lakini pia mtu mwingine ambaye mkataba wake ulikuwa umeisha ni Baka. Ibrahim Abdullah Baka. Baka naye alikuwa mkataba wake ulikuwa unaelekea mwishoni, na pengine atakiwa aweze kusaini. Tayari ameongeza mkataba mwingine. Kwa hiyo Ibrahim Baka yuko, ni mwananchi. Kwa hiyo kama kuna timu ilikuwa ina mendea inamhitaji, nafasi tena hakuna. Amechagua kuweza kuwatumikia wananchi kwa misimu mingine ijayo mingi. Kwa hiyo Mwamnyeto, Baka wanabakia kuendelea kuitumikia klabu ya Yanga. Kwa ile partnership yao obviously pamoja na Dickson Job ambaye ni majeruhi, akirudi ule ukuta wa watu watatu uko kama hivyo na unazidi kuendelea kudumisha. Kwa hiyo kama kuna mtu alikuwa anafikiri pengine Baka angeweza kuondoka, hilo aweze kulisahau. Baka ni mwananchi na amesha saini na ataendelea kuwepo, ameongezewa mkataba bado na klabu ya Yanga kujiandaa na msimu unaokuja. Lakini pia palikuwa pana sintofahamu ya Yao Kwasi Jeshi. Na yeye pia alikuwa pana wasiwasi kwa sababu ukiangalia alikuwa mkataba wake umeisha, lakini pia alikuwa ana majeraha ya hapa na pale. Kwa watu wakawa wanafikiri pengine na yeye klabu inaweza ikafikiria kuweza kuachana naye. Lakini niongee rasmi kwamba na yeye amesaini mkataba mwingine wa miaka 2. Kwa hiyo Yao Kwasi ni mwananchi, wakati wowote tena watakuja kumtambulisha ili aendelee kufanya kazi yake, na tukijua kwamba ni mlinzi ambaye anatumika namba zote mbili za pembeni, kwa maana namba 3 na namba 2. Na ambacho walikuwa wakijui watu, wakati yule wakala anamleta Yanga Yao Kwasi alimleta akiwa kama ni beki wa kushoto. Watu kitu wafahamu. Yaani Yanga walimsajili Yao Kwasi kama ni mlinzi wa kushoto, sio wa kulia. Lakini alipokuja wakaamua kumtumia kulia kwa sababu kushoto palikuwa pana mahitaji. Kwa hiyo ni mlinzi ambaye anamudu kucheza kulia
na kushoto. Sasa utashangaa mtu ambaye anatumia mguu wa kulia lakini still anacheza wapi? Kushoto. Namba yake ambayo amewakibikia sasa ni namba ya kushoto. Kwa hiyo anabakia na ameongeza mkataba mwingine wa miaka 2. Kwa hiyo Yao Kwasi Jeshi still ni mwananchi, ataendelea kutumikia baada ya kuwa fiti kutoka kwenye majeraha ambayo alikuwa yuko nayo. Lakini pia tena unaswali tena na kuiza au naendelea kutaja orodha. Tupe. Mwingine tena ambaye ametoka tena Yanga anakwenda kubakia ni Shadrack Boka. Palikuwa pana mambo mengi sana kwamba Boka anatakiwa aondoke na nini, mkataba umeisha. Kweli Boka mkataba wake umeisha, lakini amesinya tena. Shadrack Boka yupo kwenye klabu ya Yanga. Ni mwenyewe nilimuondoa. Amesha saini. Kwa kama mlikuwa mmemuondoa katika zile mambo yenu yale, basi chief anakuja kuambia kwamba nilikuwa nawaangalia tu. Lakini Boka ni mwananchi. Kwa yeye ameongeza mkataba. Kwa anakwenda kuvaa jezi nyingine akiwa na kocha mpya kwenda kutumikia msimu unaokuja. Kwa hiyo kazi iko pale pale. Yanga wanakuwa na walinzi wa kushoto 2 kama sio 3. Wanakuwa na Shabalala Mohamed Hussein, wanakuwa na Shadrack Boka, lakini pia wanakuwa na Yao Kwasi ambaye ni Jeshi, anatumia kulia anatumika na kushoto. Lakini pia namba nyingine ambayo inakwenda kubakia ni Abubakar Salum Shuaboy. Yeye kila kitu kimekaa tayari na siku yoyote kuanzia Jumatatu hii atakwenda kusaini mkataba miaka mingine 2 kuendelea kuwatumikia wananchi. Kwa nini? Amekuwa mchezaji ambaye kwanza ana thamani kubwa kwenye timu. Lakini amekuwa akiwaunganisha wachezaji. Amekuwa ni mstari wa mbele, amekuwa na nidhamu na kufanya timu iweze kwenda vizuri. Kwa hiyo lazima uweze kuwa na wakongwe. Nakwambia kwenye kila kijiji wazee lazima wawepo. Kwa Shuaboy anabakia kwenye klabu ya Yanga ili kwenda kuanikiza na kufanya vijana wanaokuja hawa wakina Chuga na wengine wakute mazingira ambayo kuna watu wakubwa ambao hawana miemko. Timu ikipoteza anaweza kakaa katika dressing room akaongea na wenzake, akaweza kuwa comfort. Na hata Afsabali alizungumza ile mechi ambayo aliumia Pacome, alizungumza kwamba miongoni mwa watu ambao alifanya watu waweze kurudi kwenye mchezo alikuwa ni Shuaboy. Lakini mtu ambaye angalia hapati muda mwingi wa kucheza, lakini akiwa nje anafanya kazi nyingine kubwa na tayari ameshafanya kila kitu kwenye mpira hasa wa Tanzania. Kuipo kwenye klabu ya Yanga akijitoa kwa heshima na akitoa maarifa yake ili kuweza kusaidia vijana. Kwa hiyo hizo sajili ambazo nimezungumza hapo zote zipo na muda wote Yanga wataanza kuzitambulisha upya katika wale ambao walikuwa ni wazawa na wakigeni. Kwako Cisco. Bwana, hao ndio nyota ambao walimaliza mikataba yao na watasalia kwa upande wa klabu ya Yanga. Sasa rasmi Young Africans inawabakisha, lakini Mayday wengi tulimkatia tamaa na hii tuliingizwa chaka kweli kweli. Niliulizia pale mitaa Tigo na Jangwani kwa baadhi ya viongozi, wakasema huyu hatuna mpango naye, lakini ghafla wanakuja kutumbua wenyewe, walitupatia taarifa. Kweli mjini sio kwa kuaminiana sana. Mjini mipango. Mjini usimamini yoyote. Mjini mipango. Na watakaoondoka dirisha hili dogo tutawapiga kwenye segment nyingine. Hao ni segment nyingine tutakuja kuwazungumza. Hapa tuangalie tu hawa ambao wanabakia na kwenda kutengeneza timu katika msimu unaokuja wakiwa wana kocha mpya. Na hawa wameongeza mikataba labda kwa kumpa faida mtazamaji baada ya kocha kuja akafanya tathmini akaona wabaki ama Yanga yenyewe kwa heshima ndio imeamua kuwabakiza wachezaji hawa. Nataka tufahamu hapo pia. Wasachokijua watu ni kwamba Yanga huyu kocha hawakumchukua by the way. Sio mwalimu ambaye pengine umemkota tu huko. Baada ya kuwa amekosa option. Ilikuwa ni target ya Yanga kwa muda mrefu. Lakini nilivyokuambia kwamba ukitaka kusajili au kuweza kusaini mwalimu utakuwa una option namba 1, chaguo namba 1, namba 2 tena kuendelea. Huyu ndio alikuwa chaguo namba 1 la klabu ya Yanga. Lakini palikuwa pana ugumu wa kuweza kumpata sababu kwanza ni miongoni mwa walimu pendwa pale South Africa. Yaani ukimtoa Pitso Mosamane, huyu ni mwalimu namba 2 ambaye amekuwa na ushawishi mkubwa, lakini mwalimu ambaye ana sifa kubwa South Africa. Na alikuwa anahusishwa na timu ya Kaizer Chiefs, lakini pia alikuwa anahusishwa na kwenda kuchukua mikoba ya Hugo Bruce ambaye anakwenda kustaafu kwenye timu ya South Africa. Kwa hiyo ilikuwa panaonekana pana asilimia ndogo ya kuweza kumbakisha. Lakini naye pia mahusiano yake yeye na Pitso yalimfanya aanze kuifuatilia Yanga kwa muda mrefu. Na amekuwa akiwashauri toka kwa South Africa. Kwa hiyo timu mzima ya msimu huu alikuwa anafuatilia kwa sababu naye pia alikuwa anafikiri kwamba huenda siku moja akaja kuwa ni mwalimu wa Yanga. Kwa hiyo kile ambacho kimefanyika kina mkono wake na mawazo yake kwa sababu tayari alianza kuiangalia Yanga akiwa kabla hayuko
Yanga. Kwa haya ambayo unayoona yana baraka zake, na yeye amekuwa ni miongoni mwa watu ambao alikuwa anafuatilia kama ambavyo watu wengine wamekuwa wakifuatilia. Na uzuri saizi ligi yetu ni ligi kubwa, tunashukuru kazi anafanya Azam Media, afanya kazi kubwa. Kwa hiyo huyu hautakiwi tu ukae Dar es Salaam au Tanzania ndio uweze kuona ligi yetu. Unaweza kaa sehemu yoyote duniani na ukaweza kuona mechi zote zinazochezeka za Yanga timu nyingine, kwa sababu imekuwa ni ligi ambayo inakwenda viral na inatangazwa na kuonekana. Kwa hiyo hakupata shida. Kwa hiyo haya mapendekezo ni ya viongozi, lakini pia yana mkono wake, na anajua timu anakuja kufundisha itakuwa ni timu ya namna gani katika msimu unaokuja, kwa maana ya 26 27. Bwana, mimi niseme stories ziko nyingi kweli kweli, tunaweka nukta hapo. 15 dakika zimetosha kupashana taarifa hizi za nyota ambao watasalia, lakini mwalimu ameweka mkono wake. Mwaka huu Young Africans kila maamuzi yanafanyika na watu sahihi. Mwalimu ndo amesema nani abaki, nani aende. Wameamua kuwa professional. Wameamua kufanya kazi katika misingi ambayo inazingatia weledi. Ili mwisho wa siku kama mnapata mafanikio, mnapata pamoja. Na ikitokea mmefeli, hakuna wa kumlaumu mwenzake, kwa maana kila kitu mnakuwa mmekaa mmeshirikiana. Kwa hiyo wamekaa wameangalia tathmini na kuona kwamba wanapokwenda kujenga timu mpya katika msimu unaokuja, basi ni vema wakatoka na watu ambao watakwenda kuonyesha kile ambacho wengine waweza kwenda kukiiga na kuweza kufanya kazi katika klabu yao. Sawa, mimi niseme tukutane kwenye dongo la pili linalofuata. Hapa ni Bandika Bandua, weka tuweke. Mimi naitwa Cisco, nilikuwa naye Chifu Nzobane Dominic Salamba, amezungumza mengi na mazuri. Nyuma ya kamera Anko Vuma Zela Busara. Tuna la ziada, itoshe kusema wailan lika. Masalam.